Ni Jambo TV na ripoti kutoka kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Langu jina ni Baraka Lucas. Taharuki imetanda katika mtaa wa Dokati kata ya Murieti jijini Arusha baada ya miili isiyojulikana kutambulika na kufukuliwa kwa nyakati tofauti. Kwa mujibu wa mashuhuda, mwili wa kwanza wa mwanaume ulibainika na mkazi alikuwa akiokota majani shambani alipogundua sehemu iliyofukuliwa na kuona mguu wa binadamu. Alitoa taarifa kwa polisi ambapo walifika na kuchukua mwili huo. Mwili wa pili wa mwanamke uligunduliwa na mkazi mwingine aliyekuwa akipita barabarani na kuona nguo juu ya ardhi katika eneo lilochimbuliwa, na wananchi walipofika walibaini kuwa ulikuwa mwili wa binadamu. Diwani wa kata ya Murieti France Mbise amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa miili hiyo ni jinsia mbili tofauti, ambapo vyombo vya usalama vinaendelea na uchunguzi kubaini utambulisho wa marehemu na mazingira ya vifo vyao. Hata hivyo, jeshi la polisi kwenye kati tofauti lilifika katika mtaa huo na kuchukua miili hiyo kwa uchunguzi zaidi. Jambo TV kutoka hapa Arusha, tutaendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa undani. Langu jina ni Baraka Lucas. Hili tukio limetushtua sana, maana ni taharuki. Si asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii hatukugundua chochote. Lakini baada ya mabwana kutoka wanazomba majani yale pale kuvuka hivyo akaona kama vile kuna sehemu udongo umekuwa juu. Kuja kufika pale wakaja wakaona kufukua kidogo ndio wakaona mwili wa mtu. Na kwa taarifa hii wale shuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huku. Wanapokuja kukojoa huku ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu, udongo umekaa kama vile unavyoona. Wakaogopa kusema, baadaye wakaja kushuhudia tena ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. Kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea na tuungi, ni uhalifu. Na si kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa, na rai yangu kwa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana tunaona ishakuwa kama ni sehemu za mochwari kufanyia mahalifu, watu wanabakwa pia. Huwezi kukuta kuna matukio yanafanyika mengi. Kwa hiyo kiukweli ili hapa limetushtua sana kama wananchi. Na hii miili ni ya jinsia gani? Yaani upande wa ngambo wa kwanza wa barabara kule, mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume. Na ule mwili unaonekana kama mtu ametolewa macho, hana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha, ndivyo hivyo. Hii hapa ya pili ni mwili wa kike. Amelazwa kifudifudi, amelazwa chali. Kwa hiyo na kwamba hatujaweza kuona mwili wa sura yake ikoje, lakini imeharibika na yenyewe. Japo macho hatukuona kwamba macho imetolewa au hajatolewa. Imeharibika maana inavyoonekana ni siku kwa siku ya leo ni ya pili na ardhi ni ya moto. Kwa hiyo inaonekana imeshaanza kutoa harufu kwa mbali, lakini haijaharibika kivile. Bado inawezekana kutambua kwamba huyu ni nani na ni nani. Yaani sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutane na binadamu mwenzako. Maana hii issue sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume, tuna wasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Mimi naitwa Silvia Macha. Tuna staff mwenzetu ambaye yuko Katoro Geita, alipotea tokea tarehe 2 mwezi wa 3. Anaitwa Tatu. Ni amenyoa kama mimi, mara mwisho kwa mvaa gauni ambayo ni kama dira na madoti doti. Kwa hiyo tokea tarehe 2 tunatafuta kanda ya ziwa yote, hatujafanikiwa kumpata. Kwa hiyo tunapata mashaka kwamba atakuwa ndio yeye, maana tunataka tuende mochwari tukaangalie tukadhibitishe kwamba ndio yeye. Maana picha zake kwenye WhatsApp zipo, tufika pale mochwari tutaweza kupata jibu kwamba ndio yeye. Na labda kwa mwili ambao umeutoa pale, mmeangalia labda ni jinsia gani? Ni jinsia ya kike. Ndio. Na mnahisi huyu kwa sababu kuna aliyetolewa amevaa dira pia? Huyo ametolewa amevaa gauni lolo lenye doti ambalo alikuwa amevaa na marehemu mara ya mwisho, hiyo Tatu alikuwa amevaa mara ya mwisho. Maana pia imebidi nipige simu kwa kanda ya ziwa, maana kipindi anatekwa kule ilikuwa mimi huko kikazi. Kwa hiyo imebidi nipige staff wengine walioko kule na marafiki na ndugu. Waniambia amevaaje, wameniambia alikuwa amevaa hivyo hivyo dira lenye doti doti. Alikuwa anafanya shughuli gani? Anadili na sekta ya kilimo zaidi, ndio. Pembejeo sekta. Yeye alipotea lini? Mwezi wa 3 tarehe 2. Na hii imekupa wasiwasi? Arusha na Katoro ni mbali sana. Sio mbali, inanipa wasiwasi kwa sababu kama mtu amepotea paka leo kanda hizo zote tumemtafuta kwenye majani huko hospitali kote hamna, jeshi la polisi hamna, kila mahali ametafutwa amekosekana. Na mwingine amekuja kubeba kumleta mpaka huko. Kwa hiyo kidhibitisho mpaka tukamwangalia nijue niwe na uhakika ndio yeye. Hili kama binadamu wa kawaida limekuumiza kiasi gani? Kwa sababu miili miwili imetolewa hapa. Limeniumiza sana kwa sababu mambo ya utekaji kama yameanza kuhamia eneo hili la kwetu, tunakosa sasa amani. Inabidi sasa jeshi la polisi lifanye uchunguzi wa kutosha wa kina kujua tatizo limeanzia hapa. Maana tuna watoto wetu wa shule hao wanatoka saa 11 kwenda mashuleni. Sasa wataanza kufanywa vituko kama hivyo tena hatuwezi kujua. Tunaomba jeshi la polisi lisipambane na hili swala kujua kwa wakati. Hii inaweza kusemekana kwamba ni mvua. Labda mafuriko. Haiwezekani kwamba ni mvua kwa sababu sisi tulikuwa tunasimamia zoezi la barabara kuweka hii kwaru. Hatujaona hilo jambo.
watakuwa labda wamewazika, kwa sababu ukiangalia aliyetoka kijana aliyetoka kwenye korongo na yule aliyekutwa kule juu ambaye ni ng'ambo kabisa amechimbiwa ni tofauti kabisa. Hiyo kwa majina naitwa Abraham Molel. Ili tukio linatutisha sana, especially sisi vijana, kwa sababu hili ni tukio la kwanza huku na dosoi kufanyika la hatari na la kuogopesha kabisa. Hiyo ni unyama ambao umefanyika wa hali ya juu. Swala hili lilitokea muda saa 7:07. Mwanaume akaonekana, muda baadaye maskari kwenda, ndio hivyo naye mwingine akaonekana ambaye ni mwanamke. Ndio simu ikapigwa polisi, wakaja muda saa 11 ndio wakapelekwa. Sasa hatujajua hawa ni watu wa namna gani. Hili ni swala ni la siku moja. Ni swala la siku moja, japo huyu nadhani walianza kumzika huyu. Kwa sababu naona wamefukia kabisa kama shimo la makaburi. Kwa hiyo nadhani ni kitu wa siku moja hii. Maana ukijaribu kuangalia udongo hakuna. Kwa kweli ni serikali sasa itusaidie, na serikali kufanya mama asikie hili, na viongozi wetu wenye viti wafanye jitihada, kwa sababu kweli kuanzia kule mpaka huku kuna makoroko na vichaka ambayo yanazunguka pande zote za barabara, ambapo ni hatarishi. Yani ikifika saa 3 huwezi pita kwenye barabara, unaweza kupita ukiwa na roho juu. Kwa hiyo tunaomba tu serikali walifanyie jambo hili haraka sana iwezekanavyo. Tunaomba kwa dhati sana mavichaka na makorongo tuzibiwe, manake ndio inaleta hivi vitu vyote. Watu badala kuona sehemu za kunania wanaweza kuja kufanyaje kuweka, manake huku hakuna mapori. Miili kama yule mwanaume naona ilikuwa na majeraha kwenye mkono, ina majeraha, lakini mama sijamwangalia, manake nilikuwa mbali kidogo, nilikuwa kwa upande wa pili wa barabara. Na ukiangalia miaka kama mingapi hivi? Hii miaka kuanzia 30, kama mwanaume 32, 35, interval hapo. Hawajazidi zaidi ya 40 hapo katikati. Tulikuwa tu kwenye mizunguko yetu, tukasikia watu kuna mtu kakutwa, tukaja. Tukamshuhudia mwanaume, polisi wakaja wakambeba. Baadaye tena yapita hata dakika 10, tukaambiwa tena kuna mtu mwingine. Tukakuta kweli watu wamejaa, basi tukashuhudia. Alivyotolewa ni mwanamke. Sasa hatuwezi kujua undani wa hicho kitu ni nini, chanzo chake ni nini, ila kwa kweli tumeumia sana na tunasikitika sana. Wito wako ni nini sasa, hofu maeneo haya na nini? Wito wako ni nini sasa kwa serikali? Wito wangu ni serikali tu ifanye uchunguzi, ijulikane chanzo ni nini. Labda kutokana na jiografia ya huku kwetu ilivyo, huenda labda matukio sio ya huku kwetu yamefanyika sehemu nyingine, labda kutokana na jiografia yetu kama mnavyoona, labda ndio wanaweza wakafanya hivyo, lakini tunaomba tu uchunguzi ufanyike na wahusika wachukuliwe hatua. Tumeumia sana. Kilichotokea ni watu wawili ambaye tumefukua chini hapo kwenye ndani ya mtaro. Kwanza tumemfukua, alafu akapelekwa na polisi, lakini baada ya muda tena tulipoondoka tukapigiwa tena simu kuna mtu mwingine upande wa pili ambaye ndio hicho kilichotokea hapa. Okay. Hiyo mili ni kina nani labda mnafahamu? Kwa kweli hatujaweza kuwafahamu. Hatujaweza kuwafahamu. Labda mwili wa kwanza mlipata saa ngapi na huu mwingine ukapata saa ngapi? Nimepata muda saa kama sikosei ni kwenye saa 9 hivi ndio nimepata simu. Okay. Saa 9 kuelekea saa 10. Ni mili labda imefukiwa chini ya ardhi kama imezikwa? Yaani ilikuwa pembeni tu kwenye pango la korongo hii hapo. Mili kwa kuona kwa mavazi huyo amevaa track na mwingine amevaa nguo la wanawake ambaye ni dira. Kwa hiyo ni mwanamke na mwanaume nilivyoona mimi kwa mavazi, lakini ila kwa kuchunguza zaidi sijaweza kuchunguza vizuri. Labda mkiuliza majirani hapa wanasema wanaifahamu hii mili? Ndio hivyo sasa, labda tuwaulize majirani kama wanafahamu, lakini kama mimi nimeona tu kwa mavazi waliyovaa basi.